Tumekutana hapa katika kusaini mikataba na wasanii ambao wamenufaika na ruzuku yetu ambayo inaitwa Feel Free. Feel Free, ruzuku hii inatolewa kwa wasanii wote. Haijalishi kama ni wanamuziki au ni wachoraji au ni wachongaji, hii haichagui. Kama mnavyojua kunakuwa na process, watu waliofanya, tunatoaga call kila mwisho wa mwaka, tunatoa call, open call tunaita, ambayo wasanii wanaruhusiwa kufanya usahili. Alafu kwa mwaka huu kwa mfano tumepokea zaidi ya application 120 na katika hayo, katika mchakato wake kinachoenda kutokea ni kwamba tunakuwa na jopo la majaji kutokea taasisi mbalimbali ikiwemo BASATA, ikiwemo watu ambao walishapitia mradi tayari ama tunaita former grantee, kunakuwa na msanii independent pamoja pia na institution nyingine. Kwa mwaka huu tulikuwa na Alliance Francaise. Jopo hilo la majaji linapitia application zote moja moja na kusoma na kuzipa marks. Okay, mimi kwa majina naitwa Leandra Limo, ni mnufaika wa Feel Free program ya mwaka 2023. Project yetu kipindi kile ilikuwa inaitwa Rebuilding Futures. Mimi ni mwanzilishi wa kampuni inaitwa Refixit Limited na tupo hapa Dar es Salaam. Na Rebuilding Futures ni kati ya programs ambazo tumewahi kufanya, ambazo tulikuwa tunafanya impact kwenye community. Wakati tunafanya Rebuilding Futures, lengo lilikuwa ni kufanya impact kwenye magereza. Maanake kule wanakuwa wanafanya training tofauti lakini hawana mahusiano na watu wa nje. Kwa kipindi kile tuliandika ule mradi na tulienda kufanya ule mradi, ulifanyika Mbeya ambapo wafungwa 10 waliweza kupata mafunzo tuliofundisha, na mmoja kati yao waliweza kutoka mwaka jana, na mwaka huu January amejiunga, yuko anafanya kazi Refixit, ambayo ni kampuni ambayo nimeianzisha. Kwa hiyo katika vitu ambavyo Feel Free Grant inakupa ni kuweza kutengeneza mahusiano na jamii, ambapo either kama ni mtu binafsi una wazo, una project, ama una kampuni ambao una wazo, una project, unaweza kwenda na kufanya impact au kushirikiana na jamii mbalimbali. Naitwa John Kitime. Siku hizi nimekuwa nashughulika zaidi na kukusanya historia ya muziki wa Tanzania. Kwa hiyo na nafasi yangu na chumba changu, ofisi yangu hapa nafasi ambayo nafanya shughuli hiyo. Lakini safari hii nitaka kutekeleza ndoto ambayo ilianza mwaka 99. Mwaka 99 niliwahi apply kwa ajili ya fund kwa ajili ya mradi kama huu wa kukusanya nyimbo za watoto wadogo za kiasili, na ilishindikana mwaka 99, na saizi nilipoanza kupiga mahesabu hali imezidi kuwa mbaya zaidi. Kwa ndio niliomba hii grant ya hapa nafasi at space, ambayo nitashughulika na makabila 4, Wahehe, Wakinga, Wabena na Wazungwa, kujaribu kupata nyimbo zao, at least nyimbo 5 za asili kutoka kwenye kila makabila hayo. Ni ujumuiko wake ni kwamba wasanii hatuwabani katika box, wanakuwa na uhuru wa kusema hichi ndio wanachotaka kufanya. Kwa hiyo inakuwa vizuri zaidi kwamba hii grant inawasaidia wasanii kuexpress chochote walichofikiria kama kinachokuwa kinaendeleza sanaa katika taasisi na taasisi ya nchi yetu. Kwa mwaka huu wa awamu ya 6 tulipokea 122 application nyingi kwa shortlist 24. Kwa sababu katika 24 tukabidi tuchague 9 tu, ambao leo wote 9 ndio wananufaika na hii ruzuku ambayo imetolewa na ubalozi wa Swiss na ubalozi wa Norway. Nafasi ilipokea mwaka huu milioni 188 katika ruzuku ya mwaka huu ya awamu ya 6, ambayo itaenda kwa hawa 9 ambao wamechaguliwa kuendeleza sanaa watazozisoma sasa hivi.